katika jina la uweza la Yesu Kristo. Pokea sifa, shukrani na utukufu. Acha tukutukuze wewe tena na tena, kwa kuwa umbali huu umetuleta ili jina lako litukuzwe. Unayetuwazia yaliyo mema, umetutendea yaliyo mema. Pokea sifa, shukrani na utukufu. Kwa mara nyingine tena, tawala wewe kila fursa na nafasi iliyo ya muhimu kupitia nguvu katika neno. Tumia kinywa hiki cha udongo ulichokiumba kwa kusudi la kuyapitisha yale yaliyo ya kiungu. Acha kutamkwa kwa neno lako kuambatane na uponyaji, kuambatane na ukombozi, kuambatane na roho ya ufahamu itakayoenda katika moyo wa kila mtazamaji. Na kilele cha yote, wewe tu uliye Bwana na Mungu, utukuzwe kwa yote. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mungu yu mwema. Nami naamini kabisa wema na fadhili zake hazikukupungukia wewe, mpendwa mtazamaji wa Hebron TV, Hebron Media na nguvu katika neno. Imekuwa ni fursa ya thamani na ya heshima kubwa mbele za Mungu kwa miaka kadhaa kule redioni na katika mitandao ya kijamii na kupitia Hebron TV. Sauti ya nguvu katika neno imekuwa uponyaji, imekuwa hekima, imekuwa thamani ya kuheshimiwa kwa maisha ya watu walio wengi. Nami kwa unyenyekevu wote nampa Mungu utukufu wote, kwa mioyo ya watu ambao wanatambua dhamana walizopewa na Mungu, yani familia yote ya ENCC Mji wa Bwana na timu nzima ya Hebron TV, kwa kila kazi ya mikono iliyokataa kulegea, ili kusudi wa kuokolewa waokolewe, na wakuponywa waponywe, na wale wote wa kuinuliwa wapewe kuinuliwa. Tunaendelea na series zinazogusa mtiririko wa maisha ya watu, zenye kukupa badiliko endelevu. Na mara hii tumefika hatua, ni sehemu ya 4, kipindi cha 4. Tunapoikabili roho ile ya mkwamo, yani the spirit of limitation. Na chini ya roho hii ya mkwamo iko na vipengele vingi vidogo vidogo. Tumetoka mahala pa roho ya udhaifu iliyotupeleka vipindi kadha. Vipindi vitatu vilivyopita tumeongea juu ya hangaiko la moyo linaloleta maisha ya mikono mitupu. Hangaiko la moyo linaloleta mkwamo kwa maisha ya watu. Nimetumia muda wa vipindi viwili kukuelezea dalili za mtu aliye na hangaiko la moyo, yani ni tatizo la wepesi linalojulikana vema kitabibu kama depression. Nalo ni jambo linaloeleweka vema katika maandiko kuwa ni hangaiko la moyo. Ni hali inayoathiri uwezo wa mtu kuwa na hisia zilizo sahihi. Unajisikia vibaya, huwezi kufikiri vema, na inaathiri uwezo wako wa kutenda, iwe ni kazi, kusoma na kurelate vema na watu wengine. Hiyo ni hangaiko la moyo. Na tulinena mambo 18 kwa vipindi viwili vya kwanza, yani 9 sehemu ya kwanza, 9 sehemu ya pili, ya dalili ya mtu ambaye ana hangaiko la moyo. Kipindi kile cha 3, kipindi kilichopita, tumegusa habari ya watu katika siku za maandiko waliokutwa na hangaiko la moyo. Nasi tuligusa watu watatu ambao ilikuwa ni Yeremia, Yona na Elia Mtishbi.
Nilikuahidi ya kwamba leo hii tutakuwa tukiendelea katika kipindi cha 4 ambacho ni hitimisho katika eneo hili la hangaiko la moyo, tutakapokuwa tunagusa watu wa 4 siku hii ya leo, na mambo ya kuzingatia, mambo yale 7 ya kuzingatiwa wakati ambapo wewe unakutwa na hali hii au unakutana na mtu aliye na hangaiko la moyo kwa sura hii. Ambatana nami huku ukiwashirikisha wengine kwa mzigo wote na kwa moyo wote, na baraka hii ya Mungu kamwe haitatereza mikono yako. Watu wa 4 leo hii wa siku za maandiko waliokutwa na hangaiko la moyo ni nani hawa? Wa kwanza ni Ayubu. Katika kitabu kile cha Ayubu sura ile ya 6, ukitazama mistari michache kidogo kutoka mstari wa 6, Ayubu ananena nini? Je, kitu kisicho na ladha yumkiniki kulika pasipo chumvi? Au je, uto wa yai una tamu iwayo yote? Roho yangu inakataa hata kuvigusa. Kwangu mimi ni kama chakula kichukizacho. Laiti ningelipewa haja yangu, naye Mungu angelinipa neno hilo ninalolitamani sana. Ni nini hii haja ya moyo wako, Ayubu? Mstari wa 9, kwamba Mungu angekuwa radhi kuniseta. Kusetwa ni kufutwa, kukanyagwa, kutwezwa, kuondolewa. Kwamba angeuelekeza mkono wake na kunikatilia mbali. Hii ndio haja ya Ayubu. Imagine, hii ndio haja ya Ayubu. Anasema hapo ndipo ningefarijika hata sasa. Naam, ningejikuza katika maumivu yasiyoniacha. Ningejikuza katika maumivu yasiyoniacha, kwa kuwa sikuyakana maneno yake matakatifu. Ni kitu gani Ayubu anachokiongea hapa? Ayubu ni kati ya watu wa siku za maandiko aliye na kisa kilicho na mengi yanayotatanisha. Ayubu ana tatizo mmoja tu kubwa katika siku zake. Ufunuo wa kujua kuna Mungu na kuna shetani ulikuwa haupo. Alikuwa hajui. Alikuwa akidhani ya kwamba mema na mabaya yote watu wanapokea kutoka kwa Mungu. Ayubu ana changamoto nyingine. Ayubu ameishi nyakati moja pamoja na Yakobo, inasadikika hivyo. Kwa hivyo Ayubu alipokuwa akiishi, maandiko ya Taurati yalikuwa hayapo. Maandiko yanayowajulisha watu Mungu yukoje, Mungu anapenda nini, Mungu anataka nini, hayo hayakuwepo. Hayo hayakuwa katika ulimwengu wa Ayubu. Na kwa sura hiyo Ayubu alimjua Mungu traditionally, kwa kule kuelezwa, kujulishwa, kwa kulelewa na wazazi wanaomjua Mungu. Watu kama kina Elifazi Mtemani, kina Sofari Mnamath, kina Bildadi Mshuhi, kina Elihu mwana wa Barakeli Mbuzi ndio watu waliokuwa wamemzunguka Ayubu. Nao walinena nini? Walinena kuhusiana na dini zao na mila zao na falsafa za yale waliokuwa trained kwa wanadamu. Elihu alikaa kimya hadi mwishoni akisema, nilinyamaza kwanza ili niseme mvi ziongee, nami nikadhani wenye umri watanena hekima, lakini nimetambua ya kwamba umri unaweza kuja bila ya hekima. Sasa mniruhusu ninene. Yeye alikuwa mnenaji kijana kati ya wale 4, wengine wote ni wazee hawa watatu. Naye aliponena akanena aliyodhani ni hekima, na kumbe ilikuwa ni upotofu.
Mungu aliponena na Ayubu kuanzia sura ya 36, 37, 38, anapomjibu Ayubu nini kinatokea? Majawabu ya Ayubu unakutana nayo katika sura ya 42 ya kitabu kile cha Ayubu. Kisha Bwana akaugeuza umateka wa Ayubu hapo alipoombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo yote aliyokuwa nayo hapo kwanza. Ndivyo unavyoweza kuona ya kwamba Mungu alimtokea Ayubu akampa majawabu ya kumrejeshea yote. Ayubu aliposamehe, Ayubu akaombea rafiki zake. Ayubu akajitenga na uchungu. Ayubu akajitenga na maombolezo. Hangaiko la moyo huzuia majawabu ya Mungu kwa maisha yako. Hangaiko la moyo huzuia majawabu ya wengine katika maisha yao, majawabu ya Mungu katika maisha yao. Ayubu aliishi katika hali ya kuchanganyikiwa. Alikuwa na sababu sahihi. Hakuna maandiko, hakuna Biblia. Hamjui Mungu na njia zake, na wanaomzunguka nao hawamjui Mungu wala njia zake. Sivyo ilivyo kwako wewe. Wewe huishi nyakati za Ayubu. Ayubu hakujua ya kuwa kuna mahala ambapo katika ulimwengu wa roho Shetani alijihudhurisha katika baraza ya wana wa Mungu, naye akapewa ruhusa ili aje amtese Ayubu. Shetani alinung'unika akimwambia Mungu hakuabudu bure. Umemlinda, umeibariki, mali yake imeongezeka, umempa jina jema. Na mwisho wa yote, Shetani ameondoa mikono yake na Ayubu amerejeshewa yote. Kazi ya msalaba pale Calvary hairuhusu kuwako kwa mwingiliano wa ufalme wa Mungu na ufalme wa Shetani tena. Shetani hana ruhusa hiyo tena ya kumtesa awaye yote. Leo hii kupitia nguvu katika neno, maisha yako na yapewe uzima, ulinzi, kurejeshwa na kule kumjua Mungu katika kweli. Usiombe mkono wa Mungu kukukatilia mbali, kwa kuwa nguvu ile ile ambayo angeitumia kukukatilia mbali ndiyo hiyo hiyo ataitumia kukuponya na kukuganga. Acha kugange, acha kuponye, acha kurejeshe na kuirejesha nuru ya afya yako tena katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa pili ambaye ni vema kumgusa siku hii leo, huyu si mwingine, ni mwanamke mwombaji wa jina la Hana katika siku za maandiko. Samuel wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 15 mmoja tunisome. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimemimina roho yangu mbele za Bwana. Nimemimina roho yangu mbele za Bwana. Hana alionekana akiongea. Anaongea maneno hayasikiki. Na Eli kuhani mkuu akadhani amelewa asubuhi. Akamhesabu kuwa miongoni mwa watu wasiofaa. Hana yuko hekaluni katika ibada ambayo wengine hawapo. Ameondoka kwenye ibada ya mazoea. Amechagua kwenda kwenye ibada ya peke yake, ili amimine roho yake kwa Bwana, kwa sababu moyo wake umetatanika. Ametekewa, ana hangaiko la moyo. Eli alipomtazama akauona uchungu wake, naye akasema, enenda zako kwa amani, na Mungu akutendee haja ya moyo wako, akujalie kuiona haja ya moyo wako, wala usiwe na huzuni yako tena. Hana alienda, akaoga, akakaa mezani, akala kilicho kinono, na Samuel akazaliwa. Maandiko yanatuambia kwamba hakuzaliwa Samuel tu.
alizaliwa watoto wengine 5 ambao majina yao wala hatuyajui, na kwamba maisha yao yalitimiza nini. Hivi ndivyo Mungu anavyochagua kumjibu mtu ambaye hangaiko la moyo limeataabisha maisha yake, kukupa wewe majawabu utakayoyatumia kuwa majawabu kwa wale waliokudhihaki, majawabu yatakayokuwa ushuhuda utakaowaambia wale wanaopanua vinywa vyao kuimba nyimbo za dhihaka juu yako kwamba ni wakati wako kuimba nyimbo, na nyimbo zao zinyamaze milele. Hana, Ayubu, miisho yao ilimtukuza Mungu, ingawa walipita mahala pa hangaiko la moyo. Habari yako na isiwe tofauti, bila kujali unapitia ya namna gani. Umepoteza kazi, una madeni, umezongwa sana na maneno ya fedheha, umepoteza watu walio karibu nawe, iwe ni mume, iwe ni mke, iwe ni watoto. Umepoteza nini? Mradi. Umepoteza nini? Miaka. Yuko Mungu aliyempa fidia Ayubu, yeye na awe fidia yako. Yuko Mungu aliyemkumbuka Hana akamzaa Samueli, mtu peke yake katika maandiko aliyeshikilia ofisi 3: kuhani, ni mwamuzi na ni nabii. Ndiye aliyeishi maisha yake yote hadi kufika mwisho wa siku zake, akaiita Israeli yote, akawauliza, ni yupi kati yenu wakati nikiamua na kufanya mashauri yenu nilimdhulumu haki yake, niliamua isivyokuwa halali, nilisema huyu ana haki na kumbe hana haki, nilisema huyu ambaye ni haki yake apewe na kumbe ilikuwa ni haki ya mwingine, na yeye amenyang'anya haki ya mwingine? Ni yupi kati yenu niliyechukua ng'ombe wake au kondoo wake? Ni yupi niliyemdhulumu kwa neno au kwa tendo? Na wote wakasema hukutudhulumu. Na Mungu akashuhudia kwa kupiga radi na ngurumo na mvua ikanyesha. Hii ni mwanadamu aliyezaliwa katika maombi na uchungu wa moyo wa mtu aliyekuwa na uchungu wa moyo. Nguvu katika neno na ikufungamanisha na uwepo wa Mungu sahi. Uwepo wa Mungu utakao kuleta wewe mahala pa kupokea fidia za wema wake, nawe kamwe usione kutengwa nao katika jina la Yesu. Mtu wa 3 si mwingine, huyu ni Hajiri. Maisha yake yalikuwa ni maisha ya mtu kama aliyedhulumiwa, amepoteza vilivyo vingi. Sura ile ya 21 ya kitabu cha Mwanzo na mstari wa 16 inatueleza kisa cha Hajiri kufukuzwa kutoka katika maskani ya Daudi. Siku hizo Sara ameshazaa mwana na akahisi jambo lisilokuwa sawa, na kuanzia mstari wa 13, naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa, maana huyu naye ni uzao wako. Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri, akimtwika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotelea jangwa la Beersheba. Yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja, akaenda akakaa
akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadiri ya mtupo wa mshale. Maana alisema, nisimuone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Hajiri ni kati ya wanawake wa Kiafrika aliyechukuliwa kama mjakazi katika nyumba na maskani ya mtu mkubwa huyu wa Mungu, Ibrahim. Na watu hawa wawili wamekaa wapatane, Ibrahim na Sara, watumie tumbo lake kupata uzao. Na hakuwa na uchaguzi, akawa kama mateka, kwamba atazaa mtoto au watoto, na watoto hawa hawatakuwa wake, watakuwa wa hawa mke na mume. Na kwa kule kukubali, maana yake hatima yake imeshatatanika tayari. Huyu si wa kuja kuolewa tena na mtu mwingine ampendaye. Huyu tayari yuko na watoto, lakini watoto si wake. Na katika kesi hii mtoto ni mmoja, ni Ishmaeli. Sasa miaka imeenda, walimkubali Ishmaeli na wakamkubali Hajiri, akidhani maisha haya yatakuwa ni maisha ya kuchanganywa na mambo tu, kwa sababu ya visa vya Sara. Leo amefurahi, kesho amekasirika. Lakini sasa Sara amefika mahala na yeye amepata mtoto wake mwenyewe, nao wameshindwana. Sara anamwambia Ibrahim, mfukuze huyu mwanamke, mtoto wake ni mtoto wa mjakazi, hawezi kurithi na mtoto wa muungwana, mtoto wa the master. Na kwa sura hiyo Ibrahim hakukubali kiwepesi, alikasirika na akaenda mbele za Mungu akimsihi Mungu kwamba huyu mwanamke Sara amekuwa na akili gani. Na Mungu akamwambia Ibrahim, Sara yuko sahihi, mfukuze huyo mtoto. Wale tunaosoma maandiko tutaelewa vema kwamba Ibrahim hakuwa mtu fukara. Kuanzia sura ya 14 inatueleza kwamba nyumbani mwa Ibrahim kulikuwa na watumwa 318 waliozaliwa nyumbani mwa Ibrahim. Ibrahim alikuwa tajiri wa ng'ombe, wa kondoo, wa mbuzi, wa ngamia, wa punda, wa farasi. Hakumpa Hajiri na mwanawe hata ng'ombe mmoja, hata farasi mmoja, wala ngamia mmoja ili waende naye safarini wafike salama huko waendako, wala hata tu kipande cha nyama huko njiani mkifika mtakula. Aliwapa kiriba cha maji. Ni kufukuzwa ikiwa amefukuzwa. Ingetosha hata Ibrahimu aseme, nitakupa ng'ombe hawa 1000, nenda kaanze maisha yako mbali. Kwa kuwa ni mtu tajiri katika nyakati hizo, Ibrahimu hakumpa hata ng'ombe 5. Alifukuzwa. Na Hajiri akiwa jangwani, moyo wake umetatanika na ameshikwa na hangaiko la moyo, akaamua kumwacha Ishmaeli kando. Amemaanisha kwamba huu ni wakati wa kila mmoja kutetea maisha yake vya tofauti kivyake. Ye hajui kesho yake itakuwaje. Kamwacha Ishmaeli mahala ili afe mwenyewe. Naona jinsi ambavyo maisha ya wengi yametatanika hivyo. Mabinti au wanawake wengi ambao wanaua watoto wa matumbo yao wenyewe. Na kisingizio kikubwa anachosema ni nini? Maisha hayawaruhusu kuishi wakiwa na watoto. Naona
maisha ya wengi ambao wanafanya maamuzi ya madhara kama Hajiri. Na Mungu ananena nini? Maandiko yanatuambia kwamba aliyelia alikuwa ni Ishmaeli, na aliyesikia kilio kinacholia toka duniani, Mungu alisikia kilio cha Ishmaeli, akamjibu Hajiri kwamba malaika wa Bwana anamwambia Hajiri kwamba Mungu amesikia kilio cha mtoto kule aliko. Haikuwa kilio cha Hajiri kilichosikiwa, ni kilio cha Ishmaeli. Mungu aliyemsikia Hajiri ambaye hakuwa na agano lolote na Mungu. Mungu aliyemsikia Ibrahimu kwa ajili ya Ishmaeli ambaye Mungu alimwambia kwamba huyu hana ajenda yoyote na mimi, mwenye ajenda ya uzima wa milele ni Isaka atakayetoka katika tumbo la Sara. Mungu huyu hawezi kukusahau wewe ndani ya Yesu Kristo. Hawezi kukutelekeza, hawezi kukukatilia mbali kama Ayubu anavyosema, angenipa haja hii ya moyo anikatilie mbali. Na afungue macho yako, akuonyeshe kisima cha mema kilicho tayari kububujika. Wanne ni nani hapa? Huyu si mwingine, ni Musa. Musa ni kati ya watu walioishi depression kwa sehemu kubwa ya maisha yao, na kwa hakika hadi dakika za mwisho za kuondoka duniani kwa Musa, aliondoka akiwa ametatanika na kufadhaika. Niambie habari ya mtu ambaye anazaliwa na Mwebrania lakini anatelekezwa kwenye kisafina. Analelewa na binti Farao, huku binti Farao akimweleza kwamba wewe sio mtoto niliyekuzaa, ila nilikuokota katika kisafina, naamini ni mtoto wa Waebrania, ila nilikokukuta ni kwenye mto ambao ni Mungu wetu. Ni kwa sura hiyo Musa anajua ndani yake ana damu ya Waebrania, lakini juu yake amevaa joho la Kimisri, ametatanika. Siku moja Misri anampiga Mwebrania. Musa akamuua Misri huyu, akamwacha Mwebrania huyu aende huru. Na siku ya pili ni Waebrania wawili wanapambana. Musa anataka kuamua, na kesi ya jana aliyoua mtu inaibuka. Musa anatatanika zaidi, na anajua ya kwamba Farao akisikia atamuua. Inageuka miaka 40 ya kuishi jangwani akiwa ametatanika. Mungu anakutana na Musa jangwani na anamuita katika kichaka kinachowaka moto nacho akiteketei. Na Musa anasema, tafuta mwingine, mimi ilo jukumu siliwezi. Kwa nini? Kwa sababu Farao ataniuliza, wewe Mungu unaitwa nani? Pili, Waebrania hao nao nituma kwao, wasiponikubali, wasipoamini habari yako nayo ieleza, itakuwaje? Musa baada ya safari ndefu, mapigo yameipiga Misri, amewaokoa hawa watu kutoka katika mkono wa Farao. Wameanza safari ya kwenda Kanaani. Nao wamefika mahala katika bahari ya Sham. Huko milima na mbele ni bahari, na jeshi la Wamisri na wajilia nyuma. Watu wakalia wakiona kifo kimekuja. Na Musa amepatwa na hangaiko la moyo, akalia. Sura ile ya 14 ya kitabu cha Kutoka. Wakamwambia Musa, je, ni kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Maana yake nini? Ni kwa sababu uliona ardhi ya kutuzika sisi sote kule Misri haipo. Ndio maana umetuleta kwenye jangwa hili ili tuuawe, tuna mifupa yetu izagae huku. Kwa nini
umetuleta mahala ambapo tutakufa bila mazishi yoyote ya heshima. Musa, neno hilo silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuende tuache tuende tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani, Musa. Na Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo hii, kwa maana hawa wa Misri mnaowaona leo hii hamtawaona tena milele. Mstari wa 14, Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Na Musa alipokuwa amelia, Bwana akamwambia, waambie watu waendelee mbele na wala usinililie mimi. Watu walilia na Musa alilia, na Mungu aliwafungulia watu mlango, na watu wakavuka katika bahari, katikati ya nchi kavu katika bahari. Musa hakuwa na pumziko katika safari yote ya jangwani. Siku alipokuwa nakufa, Musa aliambiwa, panda katika kilele cha mlima Pisga. Katika mlima huo Nebo kuna kilele kinaitwa Pisga, uitazame nchi ile nzuri ya Kanaani inayopendeza, ambayo Mungu anasema, mimi Mungu nitawatimizia ahadi hii watu wangu, lakini wewe hautaingia. Musa akaanza maombi akisema, Bwana nakusihi nipe tu ruhusa niingie nikakanyage tu nchi ile. Na Bwana anasema, Musa, yatosha, hata usiendelee na maombi hayo. Panda katika mlima huu, kusanywe na baba zako, nawe uende katika njia ya watu wote. Musa aliishi akiwa na hangaiko la moyo kuanzia kuzaliwa kwake mpaka siku ya kuondoka kwake. Ikiwa Musa pamoja na hangaiko la moyo lililomtaabisha, bado aliweza kutimiza agizo la Mungu, akayatimiza makusudi ya Mungu katika maisha yake. Wewe ni nani ndani ya neema na rehema za Kristo kwamba uwe ni mtu utakayeshindwa hadi kaburi likumeze? Kataa kumezwa, kataa kuzuiliwa. Mambo gani ya kuyazingatia hapa tunapoyatazama maisha ya Ayubu, Hana, Hajiri na Musa? Jambo la kwanza, tambua ya kwamba kuna magonjwa na maradhi ambayo yako katika mission ya kutekeleza makusudi ya Shetani, ambayo lengo lake ni kuyafanya maisha ya watu yawe depressed, yawe yametekewa. Ni kwa Ayubu hapa, Shetani alienda kuomba idhini mara 2 ya kumkabili Ayubu. Mara ya kwanza alipewa kuyapiga yote aliyokuwa nayo. Kwa siku hiyo moja, watoto wake wote waliangukiwa na majengo wakafa. Mali yake yote ilichukuliwa mateka, nyingine moto usioeleweka ukateketeza. Ndani ya siku moja Ayubu alikuwa hana chochote. Na Ayubu akasema, nalizaliwa nikiwa mtupu, sina chochote. Nami nitarejea katika njia ya watu wote nikiwa sina chochote. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Ayubu alibaki akiwa imara, akimtukuza Mungu, akiwa amepoteza vyote. Shetani alipotokea tena katika baraza ya wana wa Mungu, akasema mtu atatoa vitu vyote kwa ajili ya afya ya mwili wake. Akapewa ruhusa ya kuupiga mwili wake, akapigwa na majipu mwili mzima. Akakaa katika mafiga na majivu, akishika hicho kibanzi cha vyungu ili ajikune majipu yake. Ayubu hakumwazia Mungu kwa ubatili, wala hakunena makufuru kinywani mwake. Magonjwa ni njia ya mkato anayoipita Shetani, nayo wafanya watu waliompenda Mungu kumkufuru Mungu.
inayowafanya watu kutatanika na kuanza kuhangaika kwenda kutafuta msaada wa Kimisri katika madhabahu za shetani na msaada wa kuzimu. Leo hii yeye ambaye jina lake ni Jehova Rafa, nawe Mungu mponyaji wako, akugange, akuponye, akufungue, akuinue katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili la kuzingatia tunapoangalia maisha ya Ayubu, Hana, Hajiri na Musa ni kwamba kuna ujumbe na wajumbe wa kipepo ambao huwa wanachochea kuchanganyikiwa. Na kwa sura hiyo, hali ya kuchanganyikiwa inapotokea, inakuingiza kwa haraka mahala pa hangaiko la moyo. Kwa Ayubu, kwake yeye, ile habari inaanza kusema, na huyu mwingine alipokuwa bado angali anasema, akatokea na mwingine akisema, Wakaldayo wamekuja, wakawazingira watumishi wako wote, wamechukua ng'ombe na kondoo na ngamia wote. Na huyu mwingine bado hajamaliza kufafanua. Huyu mwingine amekuja anasema, nina habari ya muhimu, hebu nyamaza. Tazama, moto wa mashariki umekoja, umeteketeza hazina zako zote, na wale wanyama waliokuwa wametengwa kwa ajili ya kuwalisha na kuwaandaa kwa ajili ya project zinazokoja. Wakati huyo hajamaliza, anakuja mwingine anasema, upepo wa kisurisuri umeipiga nyumba moja ambamo watoto wako wote walikuwamo, na umevunja kuta zote. Walikuwa katika nyumba ya moja ya ndugu yao wanafanya sherehe, wote wamekufa, nimesalia mimi tu kuja kutoa taarifa peke yangu. Na mwisho mke wa Ayubu anasema, mpaka lini utabaki ukiushikilia unyofu wako? Mkufuru huyo Mungu ukafe, mkufuru huyo Mungu na ufe. Ni habari ya ujumbe na wajumbe wa kipepo wanaosukuma mioyo ya watu kwenda mahala pa hangaiko la moyo. Tatu, kuna madhabahu za shetani ambazo zinafadhili hangaiko la moyo. These are satanic altars responsible and sponsoring satanic depression. Hii ni hali inayowaleta watu mahala ambapo wanakuwa mateka, sababu hawaelewi ni nini. Mtu alilala vizuri, na kuna mahala kuna watu wanabeba majina yao, wanabeba picha zao, wanatoa kafara, wanatengeneza vikatuni vya udongo, vingine vya miti, vingine vya matambara, wanaviweka majina yao na wananuiza manuizo, wana summon satanic evil influences and evil spirits zinazoondoka na kwenda kumfunika mtu, zinamuondolea mtu utambulisho wake na kumvika utambulisho wa kitu kingine ambacho yeye mwenyewe hakuwa. Hilo ni hangaiko la moyo linalokuja likampata mtu, si kwa sababu nyingine yoyote, ila ni kwa sababu kuna madhabahu imevuvia uovu uweze kuja na kumpata na kumpiga mtu. Ni pale unapotazama yale yanayomhusu Hajiri. Hajiri na uvuvio wa kuwako kwake hakutokea katika nyumba ya Ibrahimu na Sara, kutoka mahala pa watu wa agano. Hajiri alikuwa zawadi ya mtego kutoka mahala pa madhabahu ya Farao. Unajuaje hii? Ni kwa sababu
siku Farao aliposhindwa kumchukua Sara kuwa mkewe, anapomrudisha Sara kwa Ibrahimu, anamtoa Hajiri kuwa kijakazi wa zawadi. Lakini huyu ni mtego wa madhabahu ya Farao, na imegeuka kuwa taabu na mateso makubwa kwa uzao wa Ibrahimu, kwa wote walioitwa kuwa ni Waishmailia. Tazama jinsi ambavyo baraka yao inatamkwa katika Mwanzo sura ya 16. Maandiko yanasema, atakuwa kama punda mwitu, upanga wa kila mtu utakuwa juu yake, na upanga wake yeye utakuwa juu ya kila mtu. Hii ndilo tatizo la uvuvio wa uadui unaotokea mahala pa madhabahu inayofadhili hangaiko la moyo. 4. Tazama kitu kinachohusisha kutengwa kwa shuruti na kile tunachokiita faraja ya Mungu. Yaani unashurutishwa utengwe na kila namna ya kile tunachokiita the comfort of God. Hana alikuwa anaomba. Hana alikuwa amemimina roho yake kwa Bwana. Eli ndiye kuhani mkuu, na inaeleweka vema kwamba Eli alikuwa hamsikii Mungu kwa ndoto, kwa sauti, wala kwa nabii. Na Eli anakuja akimhukumu kwamba utaacha ulevi wako wa asubuhi. Hata lini unalewa asubuhi tu umelewa? Mwanamke wa namna gani wewe usijitambua? Huku ni kuondolewa hekaluni, ni kuondolewa mahala pa ibada, ni kuondolewa mahala pa furaha ya faraja ya Mungu katika maisha yake. Wako watu ambao wanatengwa mahala ambapo ulipaswa upate maombi na maombezi, mahala ulipopaswa upate amani ya Kristo ya kweli. Huko ndiko unakokwenda kukutana na shetani wako wa kwanza, na anakupiga na giza. Unashindwa kuelewa kabisa Mungu yukoje na watumishi wake wakoje. Nimenena tena na tena hapo kwanza, bila kujali ya kwamba walio feki ni wengi kiasi gani. Hii haina maana kwamba watumishi wa kweli hatupo. Bado tutaendelea kuwepo, na hatuna mpango wowote wa kupotoka. Hatuna wazo lolote la kwenda katika njia zozote zilizobatili, bila kujali ya kwamba dunia inabeba waliopotoka kwa kiwango gani, bila kujali umejeruhiwa katika mazingira gani. Bado siku zote Mungu atakuwa na wajumbe wake walio sahihi kwa kila kizazi, ambao hawa they are custodians of the truth of God. Kuna kweli zinazohifadhiwa na hawa wanabeba dhamana ya kuwa waliosalia, ya the remnants. Bila kujali nani anaenda utumwani, hawa wanabaki kuwa sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu itakayohakikisha faraja ya majawabu ya Mungu inakuja katika maisha yako. 5. Tunatambua nini katika maisha ya Ayubu, Hana, Hajiri na Musa? Ni kwamba kuna mikono inayofanya juhudi ya kutawanya mahusiano yaliyo ya thamani na ya upendo wa kweli. Kuna mahusiano, they are valuable relationships, and love ni mahusiano yaliyo ya thamani, kama ya baba na mwana, mama na bintie, mchungaji na kondoo, ni mkufunzi na mwanafunzi, mwalimu na mwanafunzi, kiongozi wa taifa na raia wake, watu wake anaowapenda.
kukipandwa the satanic discord, lengo lake ni kutawanya. Na kukipandwa hiyo, jambo la kwanza linalotokea ni hangaiko la moyo. Watu wanakuwa hawaelewani, hawasikilizani. Ndicho kilichotokea kwa Musa. Wanamuhoji, je, hatukukuambia sisi utuache tuwatumikie wa Misri? Ni afadhali kuwa watumwa wa Misri. Miaka hii 430 tumetumikia, tulikuwa tukifa vifo vya kawaida au wakiuawa wawili watatu, lakini sasa tunauawa wote kwa mara moja. Kuna uheri gani hapa Musa? Hatukukuambia? Hii inakuambia nini? Ni watu ambao wamesikia hofu, wametekewa na wana hangaiko la moyo, na hangaiko hili la moyo wanalipanda kwa wengine, nao likawa kilio kwa Musa na kwa wengine wote. Tunaona nini kwa watu hawa wanne waliopigwa na hangaiko la moyo? Ayubu, Hana, Hajiri na Musa. Jambo la 6 ni ngome inayopingana na shuhuda zako na wema wa Mungu katika maisha yako. Shuhuda zako na wema wa Mungu katika maisha yako. Shuhuda zako ni nini? Ni mapana ya yote ya kile kilichochema. Wema wa Mungu ni ajenda yake iliyokuwako tokea zamani. Wema wa Mungu ni ajenda ya yote yaliyokuwa mema tokea zamani. Wako wanaopingana na hiyo. Watu kama Penina aliyekuwa anapambana na ushuhuda wa Hana. Siku Samueli alipozaliwa, hautasikia tena habari ya Penina akiongea mahala popote. Watu kama Musa anazaliwa chini ya hukumu ya kifo tayari, kwamba wakizaliwa watoto hao wakiwa wa kiume waueni. That is the resistance of your testimony. Unakabiliana na hukumu zisizo haki na dhuluma na kutawanywa na kupandiwa ya hila, ili tu wema wa Mungu usidhihirike juu yako. Haitakuwa hivyo tena. Haitakuwa hivyo tena. Haitakuwa hivyo tena katika jina la Yesu Kristo. Na jambo la 7 na la mwisho ni nini cha kuzingatia kwa maisha ya hawa wanne? Ayubu, Hana, Hajiri na Musa. Ni wewe kutambua ya kwamba wakati mwingi fungamano lako na watu wasiokuwa sahihi huwa linapelekea maamuzi yasiyokuwa sahihi, na kwa sura hiyo utajikuta unafanya maamuzi ya gharama katika maisha yako, maamuzi yatakayo kugharimu sana katika maisha yako. Musa, wakati Mungu anamwambia waokoe watu hawa wapeleke katika nchi niliyoahidia, Mungu hakuwa na mpango Musa afie njiani. Mungu hajawahi kumwambia Musa kwamba utawatoa hawa watu lakini hautawaingiza wewe Kanaani, atawaingiza mtu mwingine anaitwa Yoshua. No. Ni katika siku ambayo watu hawa wanaomzonga walimfanya Musa aupige mwamba mara ya pili, badala ya kuambia mwamba utoe maji. Mungu ni Mungu wa mafumbo, na mafumbo haya ni kati ya vile ambavyo tunaita typological expression katika ulimwengu wa theology, kwamba unauona mwamba, wewe ulidhani ni mwamba, lakini huo mwamba ni Yesu Kristo. Mara ya kwanza Mungu alimwambia Musa upige, utatoa maji. Akaupiga, ukatoa maji, wakanywa watu na wanyama wao. Mara ya pili anaambiwa uambie mwamba tupatie maji. Yeye akakariri kuupiga, akaupiga tena. Mwamba ulitoa maji, lakini Musa amezongwa, ametekewa, na ahadi ya kuingia Kanaani na katishwa hapo. Kwa nini kuupiga mwamba ni jambo baya kiasi hiki kwa Mungu? Ni kwa sababu Yesu Kristo anaruhusiwa kupigwa mara moja tu. Anapigwa, anasulubiwa, anauawa,
Akisha kufufuka, ameketi mkono wa kuume wa Mungu mwenye enzi, akiwa ametawala kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Umpigi ili upewe majawabu yako. Unamwambia, unamuomba na unapokea. Huku akiwa anatawala, ukiinua fimbo dhidi yake, madhara yatakupata. Ndicho kilichokuwa kinatokea kwa Musa hapa. Ni watu wanaomzunguka waliomzonga. Alisikia maagizo pamoja na Haruni na Huri. Wanapokuja anawaambia wana wa Israeli, njooni muone kama mimi na Haruni ndugu yangu hatutoweza kuwatokezea maji kwenye mwamba huu. Ingepasa Haruni amshike mkono Musa, amwambie, Musa, unakosea hapa. Mungu hajasema mimi na wewe. Mungu alisema atatokeza maji yeye mwenyewe. Na anapoinua fimbo, ilipasa Haruni aishike fimbo, aseme, hatukuambiwa kuupiga awamu hii, tumeambiwa kuambia mwamba. Pengine Musa angesalimika. Lakini watu wanaokuzunguka wataamua maamuzi unaoyaamua, na pengine kama ni watu wasiofaa, utaamua maamuzi yanayoweza kukugharimu, na gharama nyingine huwa ni kubwa kiasi cha kugharimu uhai wako au uhai wa watu. Na mwisho wa yote, uchungu utakuwa uchungu endelevu kwa sababu ya maamuzi yasiyofaa. Moja ya mambo ya maamuzi yaliyo sahihi ni safari yako ya milele, ikiwa tu utaamua kuambatana na Yesu Kristo wa wokovu. Kama hujaokolewa au uliokolewa ukarudi nyuma, hii na iwe fursa yako ya kurekebisha na Mungu sasa. Omba nami kwa kusema, Bwana Yesu, nafungua moyo wangu sasa na kukaribisha wewe. Tawala Bwana, roho, nafsi na mwili wangu. Naomba unioshe na kunitakasa kabisa. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Naomba uandike jina langu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Nachagua wokovu leo hii katika jina la Yesu. Amen. Umeomba maombi haya, wewe umeokolewa tayari. Kwa maombi, kwa ushauri, kwa maelekezo zaidi, wasiliana nasi kupitia namba zinazopita kwenye screen ya chombo chako, nasi tutakuhudumia vivyo hivyo. Na sasa umetatanika mahala popote, umetekewa mahala popote, una hangaiko la moyo kwa sababu zozote, weka mikono yako yote miwili kifuani pako. Mkono wa Mungu wangu, ule mkono wa milele, na uwe juu yako sasa. Sasa wewe ni Hana unayelia kwa sababu huna watoto. Bwana alifanye tumbo hili kupata watoto, wala si mtoto tu. Majira kama haya mwakani, jawabu la wimbo wako liwe limekujilia. Wewe ni Ayubu uliyepoteza vilivyo vingi, na sasa afya yako iko mashakani. Mwamba wangu na Mungu wangu, yeye huyageuza yasiyogeuzika, ndiye aliyerejesha maradufu yale yote Ayubu aliyopoteza. Arejeshe afya yako, arejeshe familia yako, arejeshe uchumi wako, arejeshe kibali chako, arejeshe huduma yako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni kama Musa aliyetatanika. Hujui tena nini kitafuata baada ya hapa. Watu hawa wamekuzonga sana. Umeamua yanayoleta hasara. Natamka rehema ya Mungu juu yako. Urehemiwe, urehemiwe, urehemiwe. Hata iwe ya kwamba ahadi zake zilizokuu nazo ni njema sana, zitimizwe
zitendeke juu yako, zitimizwe, zitendeke juu yako, zitimizwe, zitendeke juu yako katika jina la Yesu Kristo. Yeye aliyefanya njia mahala pasipokuwa na mapito, akawashibisha jangwani kwa miaka 40, akawatokezea maji katika mwamba uliokuwa mgumu, akupatie wewe majawabu kutoka katika vyanzo visivyotarajiwa, vyanzo visivyotegemewa. Wewe ni hajiri, wamekutumia vibaya, umejenga vya wengine lakini hakuna aliyekujenga wewe, umewainua wengine lakini hakuna anayehusika na yale anayekuhusu wewe. Leo hii kama Mungu aliyemkumbuka Hajiri, yeye ambaye hakuwa na agano lolote naye akamtokea kama Mungu, kama Jehova El Gibo, leo hii na awe Mungu atakaye kutokea wewe, na kutokee kwa majawabu ya kudumu yatakayoenda nawe tangu kizazi hata kizazi, akufanyie njia, akupatie mpenyo, awe Mungu mpaji wako. Magonjwa yatoweke, wajumbe wa kipepo watoweke, madhabahu inayovuvia, inayofadhili mabaya, inayovuvia hangaiko la moyo kutawanywa, na itawanywe katika jina la Yesu Kristo. Yeyote anayetawanya mahusiano yaliyo mema, anatawanya ndoa, anafarakanisha mahusiano kati ya wazazi na watoto, kati ya watoto na wazazi wao, kati ya mchungaji na kondoo wake, leo hii mkono huo na upigwe na ukaufu. Mbingu na zifanye tembeleo juu yako. Kila namna ya upinzani unaopinga ushuhuda wako, upinzani huo kupingwa na upingwa wenyewe tangu sahi, na tamka juu yako iwe shwari kuu. Utengwe na hangaiko la moyo, utengwe na hangaiko la moyo. Ikiwa yeye aliye ndiye yule jana, leo na hata milele, alimponya Ayubu, akuponye na wewe. Alimfungulia njia Hana, akufanyie njia na wewe. Alimjibu Hajiri kwa kusikia kilio cha Ishmaeli, akujibu na wewe hima. Ndiye aliyempa Musa mwisho ulio mwema, mwisho ambao majeshi ya malaika mbinguni walikuja ili wapate kufanya mazishi yake. Mungu huyu na kupe wewe kuona mwisho wenye kumtokoza, jawabu la ulimi litakalo mtokoza daima, na kutenga na kukufarakanisha na marafiki baradhuri na watu wale wanaokuvuvia hangaiko la moyo, wakafanya ufanye maamuzi yatakayo kugharimu wewe, familia yako na wale wapendao, na kutenga na watu hao, na kutenga na watu hao, na kutenga nao katika jina la Yesu Kristo. Baba, litukuzwe na kuhimidiwa jina lako, maana haya ndivyo alivyotendeka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Natarajia kukutana na ujumbe wa shuhuda zako, maana imetendeka vivyo kwa hakika. Ni Bishop Manasseh DM kutoka ENCC Mji wa Bwana pale Mbezi kwa Msuguri, mahala mabaya yasiporuhusiwa kuharibu. Tukutane tena katika nyua za Mji wa Bwana, na tukutane tena kupitia nguvu katika neno katika kipindi kijacho. Hadi wakati huo, wema wa Mungu na uwe juu yako. Shalom, shalom.